Paulo kwa Waefeso kwanza anaelezea jinsi alivyojitolea kufanya kazi ya kueneza neno la Mungu. Hakuwa na tamani ya fedha wala dhahabu wala mavazi. Alijisimika katika kufanya kazi. Anajitolea nafsi yake kuhubiri neno la Mungu. Wazo zima sisi sote wabatizwa tunaitwa kuhubiri neno la Mungu. Sisi sote ni wamisionari kupitia sakramenti ya ubatizo. Jukumu la kueneza neno la Mungu sio la mapadri na masista na watawa peke yao. Ni jukumu la kila mbatizwa. Alafu pili, tuwe watu wa kufanya hayo yote si kwa minajili ya kusifiwa, si kwa minajili ya fedha, au si kwa minajili ya kujipatia chochote, wala si kwa minajili ya kutukuzwa. Tunafanya hayo yote kwamba ni wajibu wetu na wito wetu wa kibatizo kumhubiri Kristo. Lakini vile vile tuwe watu wa kupenda kazi. Watu wa kupenda kazi, kujitoa nafsi zetu, tusiogope kazi. Kama Mungu anapofanya kazi, Kristo alifanya kazi, Paulo alifanya kazi. Hali kadhalika anasema ni heri kutoa kuliko kupokea. Mara nyingi tunaposikia ujumbe huu, they are blessed, they are happy, they are happier those who give than those who receive. Mara nyingi tunafikiria tunapo katika minajili ya pesa, kutoa pesa. Lakini utoaji wa nafsi yako. Mungu anahitaji zaidi nafsi yako, ujitolee nafsi yako na sio vitu ambavyo tumepewa. Na ukiwa tayari kutoa nafsi yako kwa ajili ya Kristo, bali hata vitu vitakuwa hushikamani navyo. Lakini msingi wa kujitoa, msingi wa kutoa zaidi sio vitu, bali nafsi zetu wenyewe, kama Kristo alivyojitolea kwetu, kama Mungu alivyomtoa mwanae na mwanae akatoa nafsi yake kwa ajili yetu, na sisi tunafuata mwenendo huo huo. Katika Injili Yesu naye yuko katika hali ya kuaga watu wake. Anaomba wawe na umoja. Wawe na umoja, kwanza umoja wao na Mungu, ambao umoja na Kristo na umoja wa Roho Mtakatifu. Alafu pili, wawe na umoja kati yao. Yaani kama jinsi Mungu alivyokuwa na umoja kati yake yeye na nafsi zake tatu. Tuombe basi. Alafu msingi kabisa, kuwa watu wa ukweli. Kujisimika katika ukweli, kutakaswa katika ukweli. Kwa maana Mungu ni ukweli, na yule anayemfuasa Mungu au yule ambaye ni mmoja na Mungu lazima kusimamia ukweli, hata ikibidi kupoteza maslahi yako, kupoteza hata nafsi yako kwa ajili ya ukweli.